kwa kupumzika kidogo kuhusiana na safari yetu tangu tulipoianza Jumatano ya Majivu, na hasa tukiangalia kilele chake cha siku ya Pasaka, tunajikuta kuwa tupo sasa zaidi ya katikati. Dominika inayotoa fursa ya kupumzika, kutafakari na kujiangalia kuwa tangu tulipoanza mpaka sasa tumefanikiwa kiasi gani na tumeshindwa kufanikiwa kiasi gani. Dominika hii Mama Kanisa anaipa jina la Letale Sunday, yaani furahini, Jumapili ya furaha, furahini katika Bwana. Tunaalikwa kufurahi. Dominika hii inatenganishwa na dominika zingine za Kwaresma hata kwa rangi ya liturujia ambayo tunaitumia, na hii ambayo baadhi ya mapadri wamevaa ndio sahihi kwa dominika hii, na ni vazi ambalo kwa rangi hii litavaliwa mara 3 tu kwa mwaka rasmi, na zaidi ya hapo mtu akitaka kulitumia tu vazi lake atajitengenezea sikukuu ya furaha na avae vazi hili. Vazi hili litavaliwa Jumapili ya 3 ya Maajilio, Jumapili ya 4 ya Kwaresma na tarehe 28 ya mwezi wa 12 siku ya watoto mashahidi. Kwa sababu hiyo tunaangalia na tunatafakari mambo mengi, lakini Mama Kanisa ametuletea kwa kupitia neno lake la Mungu la Jumapili hii kutafakari juu ya maisha yetu, juu ya upofu wa kiroho ambao unaweza kuondolewa tu kwa mtu kukutana na Kristo, kukutana na Mungu, kukutana na Wasamaria wema wanaoweza kutupokea, kututoa katika tabu na mahangaiko hayo. Mmesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Samueli. Anatumwa na Mungu kwenda katika familia ya Yese ili kumpaka mafuta mtu ambaye Mungu amemchagua na ataonyeshwa ili apakwe mafuta. Anapofika kwa Yese, anamwambia Yese amekuja kufanya kazi hiyo, na Yese kwa sababu anaangalia kwa macho ya kibinadamu, anawaweka kuanzia watoto wake tangu aliye mkubwa na aliyempenda sana, kwa kumwangalia kwa macho, kwa uzuri wake, kwa urefu wake, na kwa namna mbalimbali alivyoumbwa na anavyomfurahisha katika macho, anawatanguliza mbele ili wapakwe mafuta, ili wapewe nguvu, waombewe Roho Mtakatifu, wafanye kazi ya Mungu. Lakini Mungu, tunaambiwa toka yule wa kwanza mpaka wote aliofikiri kuwa wangeweza kushika nafasi hiyo ya pekee kumhudumia Mungu katika haki na kweli, waliisha, na bado Mungu hakuwa amewachagua wale. Mwisho kabisa anauliza, wamekwisha wote? Ambia kapo kadogo zao ka mwisho ka ovyo ovyo hivi, na kinyo kwa ajili ya ovyo ovyo wake tumekapa tu kazi ya kuchunga chunga huko, yani kakae huko porini na wanyama tu, sababu hamna kitu chochote anachokifanya. Kaambia hivi kuwa mlete huyo. Anapoletwa yeye ndio anaonekana kuwa amechaguliwa na Mungu. Tunafundishwa wazi kuwa katika maisha yetu tunaangalia sana, na sisi hasa wanadamu tunaangalia sana kwa kutumia macho yetu. Huyu mzuri, huyu mrefu, huyu mnene, huyu mwembamba, huyu hana chongo, huyu hana nini. Tunaangalia vitu sana hivi ili kutafuta marafiki, kutafuta amani na kutafuta watu wa kuwa nao karibu.
lakini Mungu kwa wakati yeye anaangalia ndani ya mioyo yetu. Na hili anatufundisha kuwa hata sisi tusiangalie nje, tuangalie ndani ya moyo. Tuangalie matendo ya mtu anayoyafanya, kwa sababu hayo ndiyo yanayodhihirisha moyo wake ukoje. Moyo wake unataka nini? Moyo wake unatamani na kufanya nini katika maisha? Kwa hiyo hata sisi katika majukumu yetu mbalimbali, tumruhusu Roho wa Mungu aseme ndani yetu, atupe nafasi ya kutafakari kwa kina juu ya uwepo wake ndani yetu. Tusikurupuke kwa kufanya maamuzi makubwa au hata madogo, lakini kwa kuangalia tu hali ya nje, ila tumwangalie mtu kwa ndani na tumthamini kwa hilo. Yese aliwathamini wanawake kwa kuangalia sura zao au kimo chao walichokuwa nacho, lakini Mungu hakuona hilo. Yese aliwathamini watoto wake kwa kuwaweka katika ngazi ya kuzaliwa, lakini Mungu hakuangalia hilo. Alimchukua wa mwisho kabisa, tena mdogo. Sisi pia tufundishwe na somo hilo, kuwapenda, kuwathamini na kuwajali kwanza wanafamilia wetu, watoto wetu, ambao wote tuwalee katika misingi imara ya imani na tuwapende wote. Lakini hayo macho ambayo Yesu aliangalia ni macho ya upofu, hayo upofu wa kiroho. Na ndio tunaoongelea leo, kuwa tuondoe upofu wa kiroho katika maisha yetu. Upofu wa kiroho ni dhambi. Upofu wa kiroho ni hali ya kutokutambua Mungu na kuishi kwa amri na taratibu zake, kutokutambua mafundisho ya kanisa na kuishi kutokana na mafundisho hayo. Tunaweza tukauondoa tu upofu wetu wa kiroho kwa kukubali kuizama na kuingia kufanya mabadiliko ya ndani ya mioyo yetu. Na ndio maana katika Injili, ambalo somo la pili pia linaongelea juu ya habari hiyo ya nuru na mwanga, lakini somo la Injili linatafakarisha zaidi kwa ajili ya huyo kijana ambaye amejikuta kipofu, na Yesu anapita na wanafunzi wake wanaanza kumhoji. Wanamuuliza mwanafunzi wake, mheshimiwa, huyu bwana huyu mpaka amezaliwa kipofu, huyu aliyetenda dhambi ni yeye au wazazi wake? Ni swali la mtego. Ni swali ambalo lilikuwa linamweka Yesu kutoa jibu la ndio la mtoto au wazazi, kuwa lingemweka matatani. Sababu angesema aliyetenda dhambi ni wazazi wake, kwa nini yeye huyo azaliwe hivyo? Kama hakuwa na dhambi, kwa nini azaliwe na upofu kama ni wazazi wake? Kwa nini wasiadhibiwe wazazi wake? Angesema kuwa aliyetenda dhambi yeye. Alitenda dhambi wapi wakati amezaliwa hivyo kipofu? Anaonekana kipofu, wapi alitenda dhambi? Kwa lilikuwa ni swali zito. Lakini kwa desturi za Wayahudi nyakati zile, walitafsiri mahangaiko, mateso, magonjwa na dhuluma mbalimbali zinazotokea katika jamii ni kwa sababu mmoja ameacha njia ya Mungu, mmoja ametenda dhambi, mmoja amekimbia ukweli, mmoja amesimama mbali ya ukweli, na ndiyo maana anapata mahangaiko hayo. Kwa hiyo hawa wanafunzi wake Yesu wanapomuona huyu ndugu kipofu, moja kwa moja wanajua tu kuwa dhambi imetendwa. Sasa imetendwa na nani? Hilo ndio walikuwa wanataka Bwana wao awadhihirishie, nani aliyetenda dhambi. Jambo ambalo kwa Kristo anatoa jibu tofauti, kuwa huyu yuko hivyo ili utukufu wa Mungu udhihirike,
kwake yeye, kwa atakaosikia na kwa wengine. Anakusudia na anaamua kumponya, kumfumbua macho ili apate kuona. Na anapoona anatembea, watu wanachukizwa sasa. Wanaanza kuulizana, sio huyu? Yeye anasema mimi ndiye yule kipofu. Anasema umekuwaje sasa hivi? Anawajibu vizuri kwa uhakika kuwa mimi nilizaliwa hivi, lakini yupo bwana mmoja amenifumbua macho. Huyo nani huyo? Na yuko wapi? Sasa kwa yuko wapi mimi sijui. La ninachojua kuwa mimi kanifumbua macho. Ili ni swala la msingi kwangu, kuwa kanifumbua macho. Na tuelewe kwa kweli ndugu zangu, furaha, faraja, amani, utajiri na nguvu ya huyu kipofu ilikuwa si mali, si kitu kingine chochote, utajiri wa namna yeyote, ila alihitaji tu kuona. Alihitaji kufumbuliwa macho. Alihitaji kusimama ili aweze kuendelea mbele. Baada ya macho kufumbuliwa, hayo mambo mengine angeyatafuta akiwa na macho yake yangali yanaona. Lakini tabu kubwa ya kufungiwa macho yake, kutokuona, ilimtesa, ilimnyanyasa na ilimhangaisha katika maisha. Kwa hiyo mjadala huu unaenda mbali. Wanawaita wazazi wake. Wazazi wanakataa, hawakubali ukweli. Wanaogopa kuwa tukisema kuwa yupo kweli mtu amesaidia, tutaingia katika matata. Wanasema sijui. Na hili jibu la sijui tunalo wengi, hata kina sisi. Wakina sijui tuko wengi. Hata sasa hivi ukitoka tu, ukiulizwa hivi leo umesali wapi? Nasema sijui. Wakati unajua umesali wapi? Upo huko. Wewe mwanachama wa Rita Wakasha? Sijui. Wakati wewe ni mwanachama. Jibu la sijui linaficha ukweli. Na hao wazazi wameficha ukweli wa tukio la uponyaji wa mtoto wao. Fikiri jambo jema namna hiyo, mtoto wao kapona. Badala ya kusimama na kushangilia na kufurahi, jibu linakuja sijui. Wanaogopa. Tunaogopa watu wengi kuusema ukweli. Tunaogopa kuusimamia ukweli. Tunaogopa kusimama na ukweli. Na kwa sababu hiyo tunakuwa tu watu waongo na wasio na msimamo katika maisha yetu. Injili ya Yohani sura ya 8 mstari 32 unasema ukweli utawaweka huru. Sasa tusimamie ukweli. Tusimamie ukweli katika familia zetu. La kweli tuseme kweli. Kwa mama, wewe hii hela iliyokuwa hapo umeichukua umeipeleka kwenye kikoba, kubali. Kwa sababu ni ukweli ndio umeichukua umeipeleka kwenye kikoba. Usiseme sijui. Wakati unajua kabisa kweli umeichukua umeipeleka kwenye kikoba. Sema ndio, nimeipeleka kwenye kikoba. Mtoto huyu amekosea jambo fulani, akubali kuwa kweli nimekosea. Baada ya hapo familia ianze na ichanue upya kwa kuanza kuweka misingi mizuri ya kusaidiana ili kukua kwa pamoja. Lakini kama tunashindwa kusimamia ukweli, tutateseka. Na ukweli unaposhindwa, mimi ninaposhindwa kusimamia ukweli, familia yangu haisimamii ukweli, jamii yangu haisimamii ukweli, hata taifa halitaweza kuusimamia ukweli. Kwa haya ambayo tunayasikitikia, tunayalalamikia kuwa hakuna ukweli, hakuna uwazi, mambo yapo tu, hayana uchawi. Siri yake kubwa ni mimi kuwa siko tayari kuusema ukweli. Tukikubali kuusema ukweli, kuutetea na kuusimamia, tutasaidika sana. Sisi wenyewe binafsi, familia zetu, jamii na taifa kwa ujumla na ulimwengu kwa ujumla. Lakini hata haya mambo yote yanayotokea, mambo ya vita, manini huko tunakosikia yanaleta madhara makubwa, ni kwa sababu watu hawataki tu ukweli. Hawataki kuusimamia ukweli. Wakiusimamia, wakiusema, basi haya mambo yanakwisha. Leo ni muhimu sisi kusimama katika kuutetea ukweli.
tuseme ukweli katika maisha yetu. Ukweli una gharama, ni wazi. Kumbukeni kuwa hata ukweli ulimfanya Yohani Mbatizaji aingie katika matata ya kupoteza maisha yake. Ni kwa sababu alisema ukweli, maisha yake yakapotea. Hata katika nyakati zetu watu wakisema ukweli wanapotea. Sasa tusiuseme ukweli, tuendelee kuishi katika uongo mpaka lini? Kwa hiyo hata wewe ukiusimamia ukweli katika familia yako utapotezewa dira. Katika familia yako utapotezewa dira. Lakini ni bora usimame katika ukweli, kwa sababu ukweli utakuweka huru. Na utakuwa na amani, utakuwa na furaha, na utakuwa na upendo ukiwa unausema ukweli. Mwisho, Injili hii inatupa mafundisho mengi, lakini pamoja na kusimamia ukweli, lakini kukubali kuwa tuelewe kipindi cha Kwaresma pia ni kipindi ambacho kinataka kutupa sisi dira, kuangalia kuwa tuko wapi. Sisi ni watu wa nuru au watu wa giza? Sisi tunang'ara au tumeshapoteza nuru yote? Tukumbuke kuwa tulitolewa katika giza kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, na katika alama tulizopewa mojawapo ilikuwa ni mshumaa. Tena sio tu mshumaa unaowaka, ukithibitisha na ukituhimiza tutoke katika giza na tutembee siku zote katika mwanga wa Kristo. Leo hii tunapokuwa katika Kwaresma hii, tujiulize, je, mimi bado natembea katika mwanga? Mimi bado mshumaa wangu unawaka au nimeuzima? Au kuna mwingine ameuzima aliyekuwa jirani yangu kwa kisingizio tu kuwa unayeyusha nta na inachafua sakafu, au inayeyusha nta na hiyo nta inapoyeyuka itakuunguza, unazima mshumaa. Tuepuke visingizio visivyo vya msingi ambavyo vinatufanya sisi tushindwe kuiishi imani yetu ya Kikatoliki tuliorithishwa na tuliopewa kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tuache visingizio. Ukatoliki ni wa kushuhudia. Ukatoliki ni wa kutembea nao. Ukatoliki ni wa kusimama nao, na tutasimama na kutembea kwa njia ya matendo yetu. Hatuna njia nyingine. Ni wazi kuwa hatuwezi kubeba mishumaa kila mmoja aliwashi maisha yake yote anatembea nalo mshumaa nako kwenda. Tembea na matendo mema yanayowaka na yanayofanya wengine waweze kufuata mwanga huo, hata wakufikie wewe au wamfikie Mungu aliyewaumba. Matendo yetu, maneno yetu yaakisi ubatizo wetu ile siku ya mwisho. Leo pia tunamshukuru kwa namna ya pekee sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya utume huu wa Rita wa Kasha katika kanisa la Tanzania. Tunapokuwa tumejumuika kama taifa katika mkutano wa kwanza mkubwa unaounganisha sehemu zote ambazo tayari zimepokea utume wa Rita wa Kasha. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kufanya kile kilichotuleta vizuri na salama, na sasa tunamwambia Mungu asante, na tunaomba nguvu katika sadaka hii takatifu ya misa ya kwenda kuutetea, kuusimamia na kuutangaza utume wa Mtakatifu Rita wa Kasha katika majimbo yetu na katika parokia zetu, ili watu wengi zaidi waendelee kumtambua, kumwelewa na kumuishi mama huyu. Waendelee kwa njia ya mama huyu, Mungu aendelee kushusha neema na baraka zake katika familia na kwa mtu binafsi na kwa taifa kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, tunao wajibu mkubwa wa kwenda kweli kutekeleza yale ambayo tumeazimia kwa pamoja kuyafanya. Isije tu ikawa
Ni lengo la mkutano na kuyaacha haya yote. Tuendelee kumtafuta Mungu. Tuendelee kusimama na huyu Mtakatifu Rita ili mwanga wake uendelee kuangaza mbali zaidi na wengi wavutiwe na mwanga huo waje tuungane nao. Tujitahidi kuwa waaminifu katika sala, katika nyayo za Mtakatifu Rita zitusaidie. Tupunguze sana kubaki katika mitandao na hao wengine ambao hata hatuwaoni au hatuwaelewi, ila tuingie katika uhalisia wa maisha yetu. Tuone thamani ya kitubio, tuone thamani ya kuabudu, tuone thamani ya kusali rozari, tuone thamani kubwa ya kushiriki misa takatifu na hiyo ya kusali novena. Tujibidishe pia wakati wote tuwe watu wa sala, tunaojipambanua. Yaani mtu hata akikuona kwa mbali ajue kuwa wewe ni mfuasi au ni mwanarita wa kasha, kwa maneno, kwa matendo na kwa namna jinsi ambavyo unawaendea na kuwagusa watu wenye shida mbalimbali. Yesu alimgusa kipofu, aliona. Wanarita tunapaswa kuwagusa wahitaji mbalimbali ambao tunao katika jamii zetu, wapate nafuu, wapate waone. Tuna vipofu wengi, vipofu wa kiroho, vipofu wa kimwili, vipofu wa mahitaji, vipofu wa kufahamishwa jambo fulani. Ni wewe mwanarita ambaye umeitwa, umepokea utume, unaotakiwa sasa na wewe ushike tope uwapake. Tope unalo, ni juu yako tu kuchukua na kuwapaka hawa, wakapona, wakasimama, wakaendelea. Kwa hiyo tutimize wajibu huo mzuri na mkubwa huko tunakoenda, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zake nyingi. Tumsifu Yesu Kristo.